Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni kuhusu idadi ya watu ambao wamejaribu kuvuta sigara za kielektroniki yani shisha imeendelea kuongezeka. Katika ripoti hiyo iliyochapishwa mapema wiki hii, WHO inaonyesha kwamba takribani ya watu milioni 100 ikiwa ni pamoja na watoto milioni 15 wamejaribu au wamejihusisha na kuvuta sigara za kielektroniki. Mojawapo ya vipengele vya kushangaza zaidi ya ripoti hiyo ni onyo la WHO kwamba sigara za kielektroniki zina matatizo kwa sababu zinasemekana kutokuwa na madhara kwa watu wengi, lakini kiuhalisia zina madhara. Lakini ukweli ni kwamba zinawapelekea vijana wengi na watoto katika hatari ya kuambukizwa magonjwa ya vifua, hususan kuweka tumbaku ambayo inaonekana ni ya kisasa. WHO wameshutumu kampuni mbalimbali za kutengeneza tumbaku kwa kujaribu kuwashawishi vijana kuvuta sigara kwa kuifanya kuwa ya kisasa zaidi. WHO imesema mtindo huu mpya unawadhoofisha miongoni mwa juhudi kubwa za kukabiliana na urahibu wa tumbaku ambazo zimekuwa zikipigwa vita kwa muda mrefu. Kwa hiyo inakatisha tamaa. Kijana anayevuta sigara aina zote mbili za tumbaku ambaye amehojiwa na WHO alisema kwa amependelea sana kuvuta za kielektroniki kuonekana zina ladha nzuri zaidi. Alieleza kwamba amechagua sigara ya kawaida kwa sababu inamaliza kiu yake na ndio inayoweza kukidhi au ukilinganisha na sigara zingine za kawaida ambazo zina tumbaku. Sababu nyingine ambayo inapendelewa zaidi na wavutaji wa sigara za kielektroniki ni kwamba ni ya kisasa. Lazima ubonyeze kitufe fulani cha umeme ili kuweza kuvuta moshi wake. Kwa utaratibu ni kwamba zinaonekana ni nzuri na pia zinakuwa na utofauti wa namna hiyo. Tofauti nyingine ya sigara ya kawaida, unaweza kuvuta wakati wowote na popote unapotaka, tofauti na sigara zenye tumbaku ambazo zimeweza kuwavutia vijana wengi. Anaeleza kijana anayevuta sigara zote mbili ni tofauti kabisa na ambaye anavuta sigara za kisasa za kielektroniki yani shisha. Endelea kwa pamoja nasi na hii ni Itigi TV. Habari, jina langu naitwa Joyce, ni mkazi wa Itigi. Ninapenda kufuatilia Itigi TV ambayo inatoa updates tofauti kama burudani, michezo na taarifa mbalimbali ambazo zinahusu halmashauri ya Itigi. Inapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na mitandao mingine. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja. Hello, mambo zenu. Kwa majina naitwa Josephine, ni mkazi wa Itigi. Napenda kufuatilia Itigi channel. Inatoa taarifa mbalimbali, burudani, michezo. Nakaribishwa pia muendelee kuifuatilia channel yetu, ni channel nzuri. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja. Hello, mambo vipi? Naitwa Mariam, natokea Itigi Tambukareli. Mimi ni mdau wa Itigi channel na channel yetu inaelimisha, inaburudisha, pia inatoa elimu kuhusu mambo mbalimbali. Tunawakaribisha watu wote, furaha yetu, tufike pamoja. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.